Daniel akiwa kituo cha polisi alilia sana. Hakuwa analia kwa sababu tu amekamatwa, bali kwa sababu kila kitu alichokipanga kilikuwa kimevurugika mbele ya macho yake. Maisha ya Daniel hayakuwa halisi. Kwa miaka kadhaa amekuwa akiwadanganya wanawake, hasa wale wenye pesa. Alikuwa anajifanya mfanyabiashara mkubwa, mwenye supermarket kadhaa, mwenye magari ya kifahari, mwenye maisha yaliyopangika vizuri. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa anaishi kwa ujanja na uongo. Mara nyingi amekuwa akijenga mahusiano kwa ustadi mkubwa. Alikuwa akitumia maneno matamu, alijua kumjali mwanamke, alijua kumfanya ajisikie wa kipekee. Baada ya kuaminika, ndipo anaanza kuomba pesa kwa visingizio vya kibiashara, mikopo ya muda mfupi au uwekezaji. Mwisho wa siku akishafanikiwa kupata mali au fedha, kumtoroka huyo mwanamke na kubadilisha namba yake. Miaka kadhaa nyuma, Daniel alikuwa amemtapeli Elizabeth huko nchini Canada. Alimshawishi kuwekeza pesa kwenye biashara ya kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi. Eliza akamwamini, akampa kiasi kikubwa cha fedha. Daniel akatoweka, akaamua kujificha Nairobi huko nchini Kenya. Elizabeth alimtafuta Daniel bila mafanikio, na mara zote pesa hizo alizokuwa anazipata wala kuzifanyia jambo la maana. Alikuwa anazitumia kufanya starehe. Maisha yake yalikuwa ni ya kusafiri nchi tofauti tofauti, mara South Africa, mara Dubai. Alikuwa anakula starehe, alikuwa anaishi kwenye hoteli na apartment za kisasa. Lakini kila mara pesa zikiisha, Daniel alirudi kwenye njia ile ile. Alikuwa anatafuta mwanamke mwingine na kumtapeli. Kwa kweli hakuwa na kazi ya kudumu, hakuwa na biashara halisi, kila kitu kilikuwa ni maigizo. Alipokuwa Nairobi, Daniel alikutana na Joyce ambaye walisoma pamoja chuo kikuu. Kupitia Joyce ndipo akamfahamu Beatrice, binti kutoka familia ya kitajiri wenye mashamba makubwa ya chai. Daniel akaona hiyo ni fursa, ndipo akaanza kupanga kila kitu kwa umakini, jinsi ya kumpata Beatrice. Baada ya hapo akajitambulisha kwa wazazi wake kama mfanyabiashara mkubwa jijini Nairobi. Akasema na supermarket kadhaa ndani na nje ya Nairobi. Akaeleza mipango mikubwa ya baadaye. Aliandaa mpaka familia feki, akawaleta watu aliowalipa fedha, wakajifanya kama wazee wa heshima ili ionekane anatoka kwenye familia yenye hadhi. Ukweli ni kwamba hakuwa na biashara yoyote kubwa Nairobi, hakuwa na supermarket, hakuwa na nyumba ya kifahari kama alivyokuwa anasema. Alikuwa anaishi kwenye apartment ya kawaida eneo la South B. Maisha yake yote yalikuwa ni maigizo. Lakini alipokaribia kufunga ndoa na Beatrice, kitu kilianza kubadilika ndani yake. Kwa mara ya kwanza hakumuona Beatrice kama fursa ya kupata fedha tu. Alianza kumpenda kweli. Alivutiwa na tabia yake, upole wake na jinsi alivyokuwa mkweli. Kila alivyokuwa karibu naye alihisi kama anaweza kuanza maisha mapya. Lakini sasa alikuwa ameshachelewa. Alikuwa anaumia si tu kwa kupoteza fedha, bali kwa kumpoteza Beatrice. Nifanye nini sasa? Mbona nampenda kweli Beatrice? Lakini ukweli ni kwamba maisha ya uongo hayawezi kujenga ndoa ya kweli. Baada ya tukio la kukamatwa kwa Daniel, wazazi wa Beatrice hawakutulia. Walihisi lazima wajue ukweli wote kuhusu kijana huyo. Hawakutaka kubaki na maswali mioyoni mwao. Walianza kufuatilia maisha yake kwa kina. Waliwasiliana na watu waliodaiwa kuwa ni ndugu zake, lakini majibu yalikuwa ya kuwakwepa. Wakaulizia biashara zake alizodai kuwa nazo. Hakuna aliyemfahamu kama mmiliki wa supermarket yoyote. Kadri walivyozidi kuchimba zaidi, ndivyo walivyoanza kuona picha halisi. Hatimaye walifika mpaka eneo la South B, mahali ambapo Daniel alikuwa akiishi. Walipoenda pale, walikuta apartment ya kawaida kabisa, jengo la kupanga lenye wapangaji wengi. Hakukuwa na dalili yoyote ya maisha ya kifahari aliyokuwa anawasimulia. Wakazungumza na mlinzi wa jengo, akawaeleza wazi kwamba Daniel ni mpangaji wa muda mfupi, hubadilisha magari mara kwa mara ya kukodi na hana familia inayokuja pale kama alivyodai. Ukweli uliwaumiza sana. Mama yake Beatrice alishika kifua chake kwa maumivu. Huyu ni mtu wa aina gani? Yaani ilibaki kidogo binti yetu angukie mikononi mwake. Baba naye alinyamaza kwa muda akitafakari, akiona jinsi walivyoamini maneno matamu ya Daniel, muonekano wake mzuri na maigizo ya heshima. Lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa na shukrani kubwa kwa Mungu. Walitambua kuwa kama ndoa ile ingefungwa, basi Beatrice angeingia kwenye maisha ya mateso makubwa, na pia huenda mali zao zingekuwa hatarini. Mama akasema kwa sauti ya chini,
Mungu ametupigania, yaani hii ni neema tu. Baba akakubali kwa kutikisa kichwa. Binti yetu ameokolewa dakika za mwisho kabisa. Ingawa waliumia kwa kudanganywa, lakini walifarijika mioyoni mwao kwa kuwa Beatrice hakufunga ndoa na kijana huyo tapeli. Na sasa walijua jambo moja, kwamba maamuzi ya Beatrice hayakuwa ya kupuuza, ilikuwa ni sauti ndani ya moyo wake iliyomwokoa. Daniel akiwa pale kituo cha polisi alikaa kimya kwa muda mrefu. Alikuwa amechoka kimwili na kiakili. Mwisho akaomba ruhusa ya kuwasiliana na dada yake aitwaye Atupele, ambaye ni mtumishi wa serikali huko mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania. Alipopigiwa simu, Atupele alishtuka sana. "Daniel, umefanya nini tena?" aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Daniel hakusema ukweli. Alisema tu kwa kifupi kuwa kutokuelewana na yupo Nairobi katika kituo cha polisi anaomba msaada haraka. Atupele hakusita. Alipanga safari haraka ya kuelekea jijini Nairobi. Alipofika kituoni akamkuta mdogo wake amekaa pembeni, uso wake umechoka, macho mekundu. Akamuuliza kwa ukali, "Niambie ukweli, umefanya nini?" Daniel alijitetea kwa maneno mepesi tu, akisema kuwa kuna watu wameamua kumchafua. Lakini Atupele alipoongea na polisi ndipo akajua ukweli. Polisi wakamwambia kwamba Daniel ni tapeli. Alikuwa anajaribu kumtapeli binti wa tajiri kwa kufunga naye ndoa. Atupele aliumia sana kusikia hivyo, lakini akaamua kumsaidia mdogo wake. Kwa kuwa kesi ilikuwa bado katika hatua za mwanzo na hakukuwa na fedha zilizopotea moja kwa moja katika tukio la Beatrice, basi pamoja na maelezo ya dada yake na juhudi zake, Daniel akaachiliwa. Mara tu alipoachiliwa, Daniel na Atupele waliondoka Nairobi na kurudi nchini Tanzania. Safari ilikuwa ndefu na kimya. Atupele hakuongea sana, alikuwa amevunjika moyo. Kabla hawajafika nyumbani, Daniel akapata taarifa kwamba Beatrice yuko nchini Tanzania jijini Dar es Salaam. Ndipo akajisemea moyoni, kwa vyovyote vile lazima nimpate Beatrice. Atake astake lazima awe wangu. Lakini alipofikiria zaidi, akaona kwamba hana pesa za kutosha. Pesa nyingi alikuwa amezitumia kwenye maandalizi ya ndoa, ukumbi, mavazi, watu wa heshima wa kuigiza kama familia yake, zawadi na kila kitu. Alikuwa amecheza kamari kubwa, akiamini mara baada ya ndoa kufungwa maisha yangebadilika. Ndipo akaanza kufikiria atatumia njia gani ili apate pesa haraka. Akajua bila pesa hawezi kumpata Beatrice kwa nguvu. Ndipo akapata wazo jingine la utapeli ili ajipatie pesa haraka. Walipofika nyumbani kwa Atupele, hakukuwa na tabasamu wala maneno ya upole. Atupele alikaa kimya kwa dakika chache, kisha akamgeukia mdogo wake kwa uso wa ukali na kumuuliza, "Hivi Daniel, wewe una maisha gani?" Daniel akanyamaza. Atupele akaendelea kusema, "Mbona maisha yako hayaeleweki? Hatujui unafanya shughuli gani tangu umalize chuo. Mara leo unasema upo Canada, kesho Poland, mara kesho Dubai, mara Nairobi. Kwani wewe unafanya shughuli gani hasa?" Daniel alijaribu kuongea kidogo, lakini hakuwa na jibu la maana. Atupele akasema kwa sauti kali zaidi, "Sisi familia yako hatujui unafanya kazi gani. Kila siku unaleta tu hadithi mpya. Usije ukawa unauza madawa ya kulevya, utapotea, shauri yako." Daniel akasema haraka, "Sister, mimi siuzi madawa ya kulevya. Nafanya tu kazi za kawaida." Atupele akamkatiza, "Unafanya biashara ama utapeli?" Daniel akanyamaza. Atupele akaendelea kusema, "Yaani bahati yako ni jirani tu hapo Kenya. Ingekuwa ni nchi za mbali, ungeozea huko gerezani wewe." Daniel akasema kwa sauti ya chini, "Hapana sister." Atupele hakumruhusu amalizie, akaendelea kusema, "Hapo ulipo umesoma vizuri na una degree. Hiyo sio elimu ndogo. Hebu tumia elimu yako na maarifa uliyopata kufanya vitu vya kueleweka basi. Huo utapeli wako na kuhakikishia ukiendelea nao utakufikisha mahali pabaya." Daniel akakaa kimya akitazama chini. Atupele akaendelea kusema kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito, "Sasa mimi nataka ufikirie, unaweza ukafanya shughuli gani? Haya maisha ya kukimbia kimbia na kudanganya watu yataishia pabaya sana. Leo hii nimekuokoa, kesho je, nitakuwa tena hapo kwa ajili ya kukusaidia?" Daniel akavuta pumzi. Ndani yake bado kulikuwa na kiburi kidogo, lakini maneno ya dada yake yalimgusa. Alijua anasema ukweli. Ndani ya moyo wake bado kulikuwa na wazo lingine.
Hakumwambia dada yake kwamba alisikia Beatrice yuko Dar es Salaam. Hakumwambia kwamba bado anataka kumtafuta. Alisema tu kwa sauti ya kujifanya mnyenyekevu, "Sawa sister, nitafikiria afu nitakwambia." Atupele akamwangalia na kusema, "Sio nitafikiria tu, mimi nataka uanze upya. Utafute shughuli halali ya kueleweka." Daniel akainamisha kichwa, hakujali kabisa maneno ya dada yake, ingawa mbele yake alionekana kama ameelewa. Ndani ya kichwa chake kulikuwa na jambo moja tu, apate pesa za haraka haraka ili aweze kumtafuta Beatrice. Nikimpata Beatrice, safari sitamwacha. Atake asitake, lazima awe wangu. Lakini shida ilikuwa moja tu, ni pesa. Ndipo akaamua kuwasiliana na rafiki yake aliyekuwa anaishi nchini Canada aitwaye Ethan. Ethan ni kijana mzoefu wa teknolojia, hasa masuala ya mitandao na mifumo ya kidigitali. Daniel akamwambia wazi, "Nahitaji unitengenezee application ya uwekezaji. Watu wanaweka pesa, tunawaonesha faida kidogo mwanzo ili waamini. Kisha baada ya muda tunazichukua." Ethan akamjibu, "Si rahisi kufanikiwa haraka hivyo. Watu siku hizi wanafahamu mambo haya." Daniel akasema kwa kujiamini, "Unajua huku kwetu watu wengi bado hawana uelewa wa mifumo ya uwekezaji wa mitandaoni. Kwa hiyo tutapata pesa nyingi sana." Baada ya mazungumzo marefu, Ethan akakubali. Ndani ya masaa 24 application ya uwekezaji ikawa tayari. Ilionekana iko kitaalamu sana. Grafu za faida, akaunti za watumiaji, dashboard nzuri na hata mfumo wa kutoa faida kidogo kidogo ilikuwa inavutia sana. Daniel alimpatia Ethan kiasi kidogo cha pesa cha kuanzia kupitia Bitcoin. Bitcoin ni aina ya fedha ya kidigitali inayotumika mtandaoni. Haihusiani moja kwa moja na benki na mara nyingi hutumika kwa malipo ya kimataifa kwa sababu ni vigumu sana kufuatilia. Baada ya hapo, Daniel akamfuata dada yake Atupele akamdanganya, "Sister, mimi nimepata wazo la biashara. Nataka kuuza nguo za kike. Lakini sitafanyia hapa, nataka nifanyie jijini Dar es Salaam." Akamuonesha picha za store za nguo alizokuwa amezipakua mtandaoni. Akaonesha bei za jumla, akatoa maelezo mazuri ya soko la Dar es Salaam, akaeleza faida atakazozipata. Atupele akaona kila kitu kinaonekana halisi. Kila swali alilouliza, Daniel alijibu kwa ustadi mkubwa. Daniel akasema, "Sister, yani changamoto yangu hapa ni mtaji. Yani mimi nikipata milioni 20 tu zinanitosha kuanzia. Naomba unikopeshe sister, na kuahidi nitakulipa pamoja na faida." Atupele hakusita, akaona kwamba mdogo wake ameamua kubadilika kweli. Akaenda benki moja ya serikali, akaprocess mkopo wa watumishi. Ndani ya masaa 24 mkopo ukawa tayari. Akamkabidhi Daniel milioni 20. Daniel alimshukuru sana dada yake kwa maneno mazuri na ya heshima. Akaondoka na kuelekea jijini Dar es Salaam. Alipofika Dar es Salaam, akatafuta apartment nzuri na kukaa. Daniel akawa ni mtu wa kukaa ndani tu, akiwa na laptop yake pamoja na simu mkononi, akipromoti ile application ya uwekezaji kupitia ads kwenye mitandao ya kijamii. Tangazo lilikuwa rahisi tu. Watu wengi walivutiwa sana. Waliowekeza mwanzo walilipwa mara mbili kweli. Daniel alikuwa anatoa pesa za wawekezaji wapya kuwalipa wale wa mwanzo ili waamini kwamba mfumo ni halali. Watu wakaanza kushare linki, wakaanza kushawishiana. Vijana, wanaume na wanawake wakaanza kuwekeza. Wengine wakaweka pesa zao za akiba, wengine waliweka pesa za biashara, wengine waliweka hata pensheni zao. Wengine wakachukua mikopo kwenye taasisi mbalimbali wakiamini watarudisha haraka baada ya kupata faida kubwa. Ndani ya wiki chache pesa zilianza kuingia kwa wingi. Watu waliamini ni application ya ukweli ya kujipatia utajiri. Daniel alifurahi sana. Alikuwa akicheka peke yake ndani ya apartment akitazama miamala inavyoingia. Akasema kwa dharau, "Yani watu hawafikirii mara mbili. Wanaamini tu kila kitu." Daniel alitengeneza pesa nyingi sana kwa muda mfupi. Ndani ya wiki chache tu, application ile ikaanza kupata umaarufu wa ajabu. Watu walikuwa wanaisifia kila kona ya mitandao ya kijamii. Watu walikuwa wakisema, "Hii ni application ya watu wa Canada. Kampuni kutoka Canada imeamua kuwasaidia Watanzania kwa uwekezaji. Hii sio ya kawaida, hii ni opportunity ya kimataifa."
Daniel aliweka hadithi nzuri sana ndani ya website. Aliandika kuwa kampuni hii ina ofisi Toronto huko Canada. Akaweka picha za majengo ya kifahari alizokuwa amezipakua mtandaoni. Akaweka hata certificate za bandia kuonesha kwamba kampuni hiyo imesajiliwa kimataifa. Watu wakaamini. Walianza kutengeneza magrupu ya WhatsApp na Telegram ili kuvutia wawekezaji zaidi. Mfumo wa application ulikuwa na kipengele cha referral. Ukimleta mtu mwingine unaongeza 1% ya faida. Hivyo kila mtu akawa anatafuta watu wapya. Kila siku magrupu yalijaa message. Nimeweka 500,000 na nimepata 1,000,000. Huu ndio muda wa kubadilisha maisha. Jamani, hii application ya uwekezaji ni kiboko. Watu walikuwa wanahamasishana, wengine wakazidi kuuza vitu vyao. Wengine waliweka pesa za biashara wakiamini watapata faida mara 10 ya mitaji yao. Daniel alikuwa amekaa ndani ya apartment yake huko Dar es Salaam, laptop yake pembeni, akitazama miamala ikiingia. Akaunti ya mfumo ilizidi kujaa. Alikuwa anacheka sana. Alisema, hawa watu ni wajinga sana, yaani hawafikirii hata mara mbili. Ndani ya muda mfupi aliweza kumlipa Ethan pesa zote walizokuwa wamekubaliana kupitia Bitcoin. Bitcoin ilimsaidia kuhamisha pesa kimataifa bila kufuatiliwa kirahisi na benki za kawaida. Baada ya kumlipa, Ethan akamwambia kwa tahadhari, usikae muda mrefu kwenye hii. Kadri pesa zinavyoongezeka ndio hatari inazidi kuongezeka. Na wakati huo, Beatrice aliendelea kumtafuta George bila kuchoka. Hakukuwa na dalili yoyote ya kumpata. Simu bado ilikuwa haipatikani. Ujumbe wake aliokuwa amemtumia siku kadhaa zilizopita ulikuwa hujapokelewa. Kila siku akawa anazunguka maeneo ya stendi za taksi, hotelini, vituo vya mabasi, lakini hakumpata. Kila aliporudi nyumbani jioni bila mafanikio, moyo wake ulikuwa unazidi kuvunjika. Alifungua mlango wa nyumba ile waliokuwa wanaishi pamoja zamani na George, akakaa kimya sebuleni. Mara nyingi alisimama dirishani akitazama nje, akitumaini labda ataona taksi ikisimama getini, lakini ilikuwa kimya. Usiku akilala kitandani, upande wa George ulikuwa mtupu. Alikuwa akilia polepole bila hata kupiga kelele. Alipowasiliana na Peter akasema kwa huzuni, Shem, yani hata mimi bado sijampata kwenye simu. Ni muda mrefu sasa hapatikani. Na familia yake pia haijui yuko wapi, maana aliondoka kwa hasira. Ni kama amekata mawasiliano kabisa na familia yake. Maneno hayo yalimuumiza Beatrice. Ina maana hata familia yake haijui kweli? Aliuliza huku moyo wake ukiwa umevunjika. Peter akasema, ndiyo Shem, mimi naona inatokana na kile kilichofanywa na familia yake. Beatrice aliteseka sana. Siku nyingine alienda baharini jioni, akakaa pembezoni akitazama mawimbi. Alikuwa anajisemea moyoni, George wangu, uko wapi? Mbona upatikani? Moyo wake ulikuwa umejaa hofu. Je, kama George aliamua kuondoka kabisa Dar es Salaam? Je, kama alikuwa ameamua kuanza maisha mapya mbali na kila mtu? Je, kama ameamua kumsahau kabisa Beatrice? Lakini ndani kabisa ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo ilikuwa inamwambia asikate tamaa. Ingawa ndani ya moyo wake kulikuwa na maumivu ya kutokumuona, kutokumsikia, kwa kweli yalikuwa ni makali sana. Siku moja Beatrice akiwa amekaa nyumbani kwake kimya, akatafakari sana. Alihisi kama amechoka kutafuta kimya kimya. Hakukuwa na dalili wala hakukuwa na simu wala hakuna mtu aliyekuwa anajua alipo. Ndipo akapata wazo. Akachukua simu yake na kuandika tangazo fupi la moja kwa moja bila maelezo mengi likisema, Beatrice alisoma tangazo hilo mara mbili ili kuhakikisha liko sawa. Akaliweka tangazo hilo kwenye mitandao ya kijamii. Akaomba marafiki walishare, akaenda mpaka baadhi ya makundi ya Dar es Salaam kwenye Facebook na WhatsApp kulisambaza. Ndani ya masaa machache tangazo likaanza kusambaa polepole. Beatrice alikuwa amekaa kimya sebuleni, simu mkononi akisubiri. Kila simu iliyoita moyo wake ulidunda kwa nguvu. Lakini bado hakujua kuwa mtu anayemtafuta jijini Dar es Salaam alikuwa anafahamika kwa jina la utani Simba na si George. Na dunia ya mtaani haijui jina la George. Beatrice muda wote alikuwa na simu karibu. Aliweka mezani, alibeba hata bafuni, hata akipika ilikuwa pembeni yake. Kila ilipoita alipokea haraka sana. Moyo wake ukidunda akiamini kwamba
kuna fununu za kumpata George, lakini mara nyingi zilikuwa ni simu za usumbufu tu. Dada, mimi natafuta mchumba, vipi tunaweza tukaonana? Naomba nisaidie pesa dada yangu, nina njaa sana. Mbona hujasema unaishi wapi sasa? Ongeka na picha yako basi tukuone. Unaonekana una pesa sana, nisaidie kidogo basi. Wengine walikuwa wanamcheka, wengine walikuwa wanamtania. Beatrice alikereka sana. Mara nyingine alitaka kuzima simu kabisa, lakini akajisemea labda akizima ndipo atakosa ile simu ya muhimu. Hivyo akavumilia. Lakini hakujua kwamba wakati huo George hakuwa hata Dar es Salaam. George alikuwa yupo nje ya jiji tangu wiki kadhaa nyuma. Bosi wake alimwamini sana. Kampuni moja ya utalii ilikodi coaster ya bosi wake kwa ajili ya watalii waliotaka kutembea sehemu mbalimbali za Tanzania. Bosi wake akamwambia George, nataka urudishe hii taksi kwa muda. Nahitaji uwapeleke hao watalii mikoa kadhaa na kuamini wewe. George alifurahia sana hilo. Akaona ni nafasi ya kutengeneza pesa zaidi, akajisemea moyoni, sasa nitaweza kumtafuta Beatrice wangu vizuri. Nitakuwa na pesa za kuanza upya. Hivyo wakati Beatrice anazunguka Dar es Salaam akimtafuta George na kuposti matangazo, George alikuwa yuko busy na watalii mkoani Morogoro. Walikuwa wanatembelea Mikumi, milima ya Uruguru na maeneo ya asili. George aliendesha kwa umakini sana, watalii walimpenda kwa utulivu wake na heshima yake. Lakini kila alipowaona wanandoa wakipiga picha pamoja ama wanandoa wakitembea huku wakiwa wameshikana mikono, moyo wake ulikuwa unamkumbusha Beatrice. Siku moja walipofika Morogoro mjini, watalii wakaingia hotelini, lakini George akakaa ndani ya gari peke yake, akatulia. Akakumbuka siku alipokwenda kumchumbia Beatrice nyumbani kwao. Akakumbuka jinsi walivyokuwa wakizunguka pamoja hapo Morogoro mjini, wakicheka, wakila mahindi ya kuchoma barabarani. Moyo wake ukamuuma sana. Alitaka kulia, lakini akajikaza sana, akajisemea, mwanaume halii, nitaendelea kupambana. Hakujua kwamba Beatrice yuko tayari jijini Dar es Salaam anamtafuta kwa moyo wote. Na Beatrice hakujua kwamba George yuko mkoani Morogoro anamkumbuka kwa maumivu makubwa. Siku moja Daniel akiwa ndani ya apartment yake alikuwa anapitia mitandao ya kijamii kama kawaida. Alikuwa anaangalia jinsi ile application yake ya uwekezaji ilivyoendelea kuvuta watu. Mara akaona tangazo likiwa linasambaa sana. Moyo wake ukaanza kwenda mbio. Huyu ni Beatrice. Hakutegemea kuona jina lake tena kwa namna ile. Akabaki kimya akitazama ile namba iliyokuwa imeandikwa. Akajiuliza, kwa hiyo anamtafuta George. Ndani yake kulikuwa kumejaa wivu na hasira. Alikumbuka jinsi alivyomwacha pale kanisani, alikumbuka aibu aliyokuwa ameipata. Ndipo akili yake ikaanza kufanya kazi haraka, akajisemea, hapana, siwezi kukubali hivi hivi. Akaamua kufuatilia ile namba kimya kimya. Ndani ya muda mfupi akathibitisha kuwa kweli ile ni namba ya Beatrice. Ndipo akapanga mpango wa kumchukua Beatrice kwa nguvu. Safari hii Daniel hakutaka mazungumzo ya kawaida na Beatrice. Alitaka kumchukua kwa nguvu na kumdhibiti. Beatrice kivyovyote vile, atake astake, lazima awe wangu.